mfalme wa ajabu. Leo hii kwa jina la Yesu tunatangaza neema yako, tunatangaza neema yako, tunatangaza neema yako, tunatangaza neema yako. Neema kwenye ibada, 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 neema kwenye ibada. Na wewe naomba ile mkono juu, tunapenda kuabudu Bwana. Wewe ndiye mwenye uwezo. Tawala shujaa wa vita, Wewe ni Mungu
tunasema ni asante kwa upako wako, tunasema ni asante kwa nguvu zako. Baba wa mbinguni, kwa jina la Yesu tunapoanza ibada mfalme ajabu, tunaomba mfalme amani ukaweze kuwa nasi, ukaweze kutembelea maisha yetu mfalme ajabu na kuyabadilisha. Baba wa mbinguni, kwa jina la Yesu ni masaa tunaenda kusikia kutoka kwako mfalme amani. Neno lako linasema ya kwamba mfalme Israeli, jinsi mvua itokayo juu mbinguni mfalme amani na kuingia kwenye ardhi mfalme amani na kujibuza mimea mfalme amani, na mpandaji mfalme amani akapata mazao, hivyo ndivyo neno lako mfalme amani kutoka juu mbinguni ingie ndani ya maisha yetu na kufanya jambo jipya. Asante mfalme amani, maana tayari umeyatenda ndani ya maisha yetu, na ni kwa jina la Yesu tumeomba na hata kuamini. Amen. Kwa jina la Yesu tumeomba na hata kuamini. Amen. Piga tu Bwana makofi mazuri. Alafu kama ningeomba kama kuna nafasi mbele yako ukapate kuyasongea. Kama kuna nafasi mbele yako ukapate kuyasongea. Usikue na kiti iko wazi mbeleni mwako. Usikue na kiti iko wazi mbele yako. Ningependa tujaze viti vya mbele, ndio hao wanakuja nyuma wakae kwa hizo viti vya nyuma. Bwana sifiwe. Amen. Ningependa tukapate kuamka kwa miguu zetu tunapoenda kumkaribisha mnenaji wa asubuhi ya leo kwa jina la Yesu. Tukapate kusimama kwa miguu yetu tunapomkaribisha. Pigeni makofi anaposimama kwa jina la Yesu. Baba, ni katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu hai. Jehova, twakuita Mungu, wewe ni mfalme. Unatawala, utawala wako una mwisho. Wewe ni Mungu mfalme ajabu, wastahili kuabudiwa. Tunakuhimidi, tunakutukuza. Maana maisha yetu Baba bila wewe hatuwezi. Asante ni kwa ajili ya fursa huu. Asante sababu ya uwepo wako katika nyumba. Asante sababu ya watumishi wako na watu wako Jehova. Baba, katukirimie neema mfalme ajabu. Bwana mabwana, sifa na utukufu ni wako. Na ni katika jina la Yesu Kristo na mtu apate kusema amen. Pata kusema amen. Unapokalia kiti chako cha baraka asubuhi ya leo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni asubuhi njema. Nahitaji nikakushukuru Mungu ni kwa sababu ya neema ambayo ametukurimia siku ya leo. Na niruhusu upate kumshukuru Mungu ni kwa ajili ya mtumishi wa Mungu ambaye anawajibika katika madhabahu huu kwa fursa ambayo ametupatia kusimama mahali hapa tukapata kunena mausio ya Mungu katika nafsi zetu asubuhi ya leo. Na Mungu azidi kumzikia neema na kumwangazia katika njia zake zote. Na pia namshukuru Mungu ni kwa ajili yako ambaye umechukua nafasi yako kuingia katika nyumbani mwa Bwana. Maana kila wakati mimi husema kwamba sio jambo la kawaida kupatikana katika nyumba ya Mungu, bali inagharimu neema ya Jehova Mungu kukaa katika nyumba ya Mungu. Haleluya. Ni kwa sababu kuna wale ambao walipanga kwamba siku ya leo watakaa katika nyumba ya Mungu lakini hawajiwezeshwa. Haleluya. Amen. Kwa njia moja ama nyingine hawajapatikana katika nyumba ya Mungu. Lakini wewe umekirimiwa ni neema tu ukapatikana katika nyumbani mwake. Haleluya. Nilisho pia nikabaki kumshukuru kwa sababu wote ambao wametenda kazi katika madhabahu huu wote na waheshimu sana, ni heshima ya Mungu. Mungu apate kuwabariki sana. Haleluya. Maandiko inasemekana kwamba mheshimu yule ambaye anastahili kuheshimika. If there is a place when you need to master the obedience is upon the altar. Haleluya. Amen. Kama kuna mahali ambao unahitaji kumaster nidhamu ni katika madhabahu. Hallelujah. Amen. Because an altar is a place of death and is a place of life. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Men and women have died upon the altar because of disobedience. Hallelujah. Men and women have died upon the altar because of disobedience. Hallelujah. An altar is a place of seriousness. Hallelujah. An altar is not a place of gymnastics. It's a place of seriousness. Hallelujah. Ni mahali ambapo panastahili kuheshimika. Asubuhi leo nataka kuzungumzia kidogo kuhusu mada ambayo nimekuwa kizungumzia, lakini napata kwamba ni vyema tukapate kuendelea because it's a message which even katika mwaka mzima uweze kuzungumzia. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Do you know wale semekana kwamba
haushindi kwa kukimbia ukweli. Haleluya. Haleluya. Hauwezi ukashinda kwa kutoroka ukweli. Haleluya. Bali unashinda kwa kujua ukweli. Haleluya. Maana isitaki ukweli ambayo itakupa huru. Bwana Yesu asifiwe. Mara mingi katika maisha yetu tumekuwa tukikimbia na ndio ukweli unakimbia unatoroka. Haleluya. Lakini unashinda kwa kujua ukweli. Swali langu ni kwanza, nahitaji nikapate ku communicate na mtu. Haleluya. Ili ukapate kwenda. Je, shetani ako na nguvu? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wewe vile unavyojua katika akili yako na katika mawazo yako, shetani ako na nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Ako na nguvu. Nataka mtu mmoja apate kunijibu kwa sauti. Ako na nguvu. Shetani ako na nguvu. Jina amesema ako na nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Brother Morris, shetani ako na nguvu. Sitaki lakini shetani ako na nguvu. Ako na. Haleluya. Na shetani amefungwa. Haleluya. Kwa sasa hivi unajua shetani amefungwa. Sister. Amefungwa. Bwana Yesu shetani amefungwa. By now. Bado nawaza. Shetani anafungwa. Amefungwa. Amefungwa. Hallelujah. We know the truth by sitting down and learning the truth. Hallelujah. The only thing that the devil will allow you to do is to read the Bible. Hallelujah. No kanakili katika mawazo yako yote. Lakini he will never let you understand the word. Hallelujah. Because anajua kwamba the moment you understand the word, the moment ambao utakuwa unamkanyaga chini. But by now, Satan is going down. Hallelujah. Hallelujah. Hajafungwa bado. Bwana Yesu asifiwe. Bado anarandaranda na tangatanga kutekeleza kusudi. Bwana Yesu asifiwe. Breaking the altar by the blood of Jesus. Maandiko yanasema katika kitabu cha Leviticus chapter 17 verse 11, kwamba the life of the flesh is in the blood. Hallelujah. The life of the flesh is in the blood. Na katika John chapter 6 verse 55-56. Hallelujah. Ika pale 55 nasema kwamba for my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. That he that eateth my flesh and drink my blood dwelleth in, and I in him. Hallelujah. John chapter 6 verse 55. Yesu anasema kwamba mwili wangu ni chakula kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Anasema kwamba yule anayeila mwili wangu na kuinywa damu yangu kaa ndani yangu nami ndani yake. Hallelujah. Breaking the altar by through the blood of Jesus. Hallelujah. Tuangalie maisha ya mwanadamu. Jinsi mwanadamu Mungu akamuumba. Maandiko yanasema katika kitabu cha Genesis kwamba Mungu akasemezana kwamba katika utatu kwamba tukamuumbe Adamu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Na jambo la kwanza ili akapate kumiliki na kutiisha na kuitawala ulimwengu. Hallelujah. Sasa andiko linasema kwamba na Mungu akamuumba Adamu. Ukiteremka chapter 26 verse 27 inasema kwamba na akamuumba mume na mke. Hallelujah. Na akawabariki. Hallelujah. Ni kumaanisha kwamba akawapatia jukumu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akamuumba mume na mke. Akabariki. Na akapata kuwapatia jukumu. Hallelujah. Sasa andiko linasema katika chapter 2 kwamba na akapata kutengeneza udongo. Bwana Yesu asifiwe. We are looking upon the life of man.
Na alipotengeneza udongo na akachukua Adamu akamweka ndani ya ule udongo. Haleluya. Na ule udongo haukuwa na uhai ndani yake. Inasema kwamba akapulizia pumzi ya uhai. And he became a living soul. Hallelujah. Ni kumaanisha kwamba hangelipata uhai kabla Mungu ampulizie pumzi. Bwana asifiwe. Sasa andiko linazungumza Adamu. Hallelujah. Na andiko linasema kwamba akamweka katika shamba la Edeni apate kuilinda. Hallelujah. Na kumbuka kwamba alipatia jukumu. Ili kumaanisha kwamba mtu ni roho. Hallelujah. Anaishi ndani ya mwili aliye na nafsi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa tazama. Maandiko yanasema kwamba ikafika wakati ambapo Mungu akamtazama Adamu na akaona kwamba ako upweke. Hallelujah. Anahitaji somebody to communicate with, relate with. Hallelujah. Ambao akona similitude kama yeye. Hallelujah. Ambaye akona kama yeye, ambaye atawaza kama yeye, ambaye atamsaidia kuendeleza ile kazi ambayo amempatia katika chini ya jua. Haleluya. Katika ulimwengu wa kawaida. Cha andiko linasema kwamba akampatia usingizi. Katika ule usingizi mnono akatoa mbavu yake. Haleluya. Akatoa umbavu yake moja, na katika ile ubavu yake moja akaiunda, akaitengeneza, akaifashion. Hallelujah. That's why unapata kwamba the beauty of a woman. Hallelujah. Akamfashion. Bwana asifiwe. Alipomfashion vizuri akaweka uhai ndani yake. Hallelujah. Kumbuka chapter 1 inasema kwamba aliumba mume na mke. Hallelujah. In the world of the spiritual world ameumba wawili. Hallelujah. So in the physical anamtoa katika Adamu. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Sasa andiko linasema kwamba alipomuumba sasa akamtengeneza, akamfashion Adamu mwanamke, akamleta apite mbele ya Adamu. Sababu Adamu alipewa jukumu zote za kumention kila kitu, na kile kitu ambacho vile atakapokiita ndivyo kitakavyokuwa. Haleluya. Maana yeye alikuwa kama miungu katika ulimwengu huo wa kawaida. Bwana asifiwe. All the authority yote ya mbingu iliwekwa juu ya Adamu. Haleluya. Uumbaji, Adamu alipewa uwezo wa kuumba kitu. Maana katika neno Adamu alikuwa ananena jambo linapata kuumbika. Kwa sababu kwamba Mungu amempatia hiyo mamlaka yote, and God is over him to oversight, to supervise the authority ambayo amempatia. Haleluya. Bwana asifiwe. Yaani Mungu amepatia uwezo kuitimia. Na jinsi ambao utafanya na ile uwezo ni wewe ndio unajua. Lakini yeye ako juu yako kusupervise the authority ambayo kupatia. Ukitumia vibaya, you are waiting for judgment. Bwana asifiwe. Sasa andiko linasema kwamba katika hiyo hali, maana shetani alikuwa na ana master kila footstep ya Mungu, vile Mungu alikuwa anafanya juu ya Adamu, vile Adamu ameumba na chochote kila kitu, na akamonitor na akamaster the weakness of man in man. Hallelujah. Akajua kwamba to bring man down to the ground, lazima akapate kumrudisha katika mwili, maana ametoka katika udongo. Nikirudisha kwa udongo nitakuwa nimemmaliza. Hallelujah. Anamtoa in the spiritual world, anamrudisha katika hali ya kiasili, hali ya kawaida, na kisha kuleta katika hali ya kawaida anakumaliza. Hallelujah. Na andiko yasema kwamba shetani akamleta Adamu katika uhusiano, relationship. Hallelujah. Bwana asifiwe. Wakakuja wakaanza kucommunicate. Yule ambao uko karibu sana, ambao yale ambao inategemea maisha yako. Hallelujah. Sasa andiko linasema kwamba akazungumza na mwanamke. Alikuwa anamwendea, wanakaa katika uhusiano ule ambao wa kuzungumza. Wanazungumza maana anajua kwamba wakati huo nafsi ya mwanadamu haikuwa na chochote ndani yake. Hallelujah. Nothing ambao Mungu aliweka ndani yake. Maana andiko linasema kwamba kila wakati wa utulivu Mungu alikuwa anakuja, anakaa naye kwa ushirika. Ana build ile ushirika. Baada katika ile ushirika ndio mwanadamu alikuwa anakuwa build. Hallelujah. Anajengeka. Bwana Yesu asifiwe. Anapata maarifa, anapata knowledge ya kupata kuendelesha, yani mali ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ile akijua kwamba ili akapate kuweka chini, jambo la kwanza ni kudisconnect the communication. Hallelujah. Ile relationship yake na Mungu. Bwana Yesu asifiwe.
Maana anajua kwamba akidisconnect the issue. Wacha nikwambie. Wacha kitu chochote ambacho kinafanya kazi katika maisha yako kisipate kuingilia uhusiano wako na Mungu. Haleluya. Kinakuua. Bwana asifiwe. Na shetani hata kuwa atakuwa pole pole. Haleluya. Sasa andika inasema kwamba katika hiyo uhusiano wake na mke Adamu akukua. Maana amepata kuweka gap pamoja na yeye. Sasa unapata kwamba yule alikuwa na uwezo wa kukava yeye, sasa hawezi akamkava. Maana ako mbali na yeye. Sasa aka create another opportunity, another system ya kucommunicate. Akawa sasa yeye ndio ana communicate na yule Eve instead of Eve apate communicate na yule mume wake. Hallelujah. Sasa akawa sasa the in between ambapo sasa Eve aweza communicate with the husband and communicate with the devil. Hallelujah. And the moment the more anapata communicate, the more anapata kumzungumzia. Na the more anapata kuzungumzia, the more ana create another system katika akili yake. Hallelujah. Ambao ile kitu ambacho ana create katika akili yake kinapenda kujenga kitu kingine ambao iko opposite. It's like the word of God but is opposite the word of God. Hallelujah. Inakaa kama ya kiungu lakini inakataa nguvu za Mungu. Hallelujah. Sasa hiyo sasa inaanza sasa kucreate ile hali ya kumaliza yeye pole. Hallelujah. Na kupitia hayo akajipata kwamba anafanya kinyume na neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na alipofanya kinyume na neno la Mungu, maana yule naye alimpatia moyo wake. Hallelujah. Akampatia moyo wake kama mume wake, akamtrust na kila kitu. Akajua kwamba chochote ambacho anamwambia ni kweli. Akakuja akakommunicate sasa, akapata kumpatia ile mafundisho mabaya ambayo amepata, akampatia mume wake. Na mume wake kwa sababu yeye aliye sasa spiritual discernment yake ilikuwa imekuwa katwa, ikaletwa katika hali ya kawaida kwa mke wake. Sasa akawa sasa anakubaliana na kila kitu ambacho mume wake atamwambia. Bwana Yesu asifiwe. Na alipokubaliana nayo wakajipata kwamba wamekufa. Hallelujah. Wametoka katika uwepo wa Mungu. Kukufa ni kumaanisha kwamba wameondoka katika uwepo wa Mungu. Mahali ambapo ilikuwa inagharimu uhai wao. Mahali ambapo inapatia uhai uwezo wa kuendelea kufanya kazi katika shamba la Mungu. Sasa wakawa wamekufa, wamekuwa disconnected from the life of God. Hallelujah. Sasa wakawa sasa hawana uhai wa Mungu. Ikawa sasa wako katika uhai, wako na uhai wa mwili ambao maandiko yanasema kwamba na uhai wa mwili huu katika damu. Bwana Yesu asifiwe. Na maandiko yanasema kwamba na pasipo kuondolewa damu hakuna pasipo umwagikaji wa damu hakuna ondoleo wa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa maandiko yanasema kwamba katika hiyo hali ikawa sasa hawawezi tena, hawana uwezo, hawana nguvu ya kuwastahimili kukaa katika uwepo wa Mungu. Sasa ikawa sasa lazima wakapate kuondoka katika uwepo wa Mungu kwa kufukuzwa na malaika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu sasa wamekufa. Wamekuwa mwili, wamekuwa kila kitu ambao wana reason like animals. Bwana Yesu asifiwe. Yule mtu ambaye ana uwepo wa Mungu ndani yake, mafikio yake na mawazo yake yote yanakuja chini, anakaa anawaza na matendo yake yanakuwa kama ya mnyama. Bwana Yesu asifiwe. Na ndipo tunapata kwamba jambo la kwanza ni mwanadamu kuua mwanadamu mwenzake. Bwana Yesu asifiwe. Umwagikaji wa damu ukaanza. Asiwe Yesu. Sasa unapata kwamba Adamu vile alipoumbwa, akaumbwa katika roho, na ile roho haikuwa na communication yoyote, haingeweza kucommunicate na mwili kwa sababu hakukuwa na ile the mediator ambayo inaitwa nafsi. Hallelujah. Maana nafsi yako ndio imeumba katika the similitude of the body. Bwana Yesu asifiwe. Sasa iko na uwezo ya kucommunicate in the spirit world and iko na uwezo ya kucommunicate in the physical world. Hallelujah. Ndio maana wakati umelala ina uwezo ya kutondoka ndani yako na kwenda katika ulimwengu wa rohoni na kukapta vitu za rohoni na kuyaleta katika mwili wako. Haleluya. Na ikishayaleta mwili wako inapata kuyatekeleza ndani ya mwili wako. Maana iko na hiyo uwezo. Haleluya. Nipoza unapata kwamba shetani ile akapata kukamata nafsi yako, kukamata wewe, anachukua nafsi yako anaipeleka katika the spiritual world. Hallelujah. Akishaipeleka pale, kila kitu ambacho atafanyia hiyo nafsi katika the spiritual world itakuja kutendeka katika mwili wako. Hallelujah. Maana akikuja katika mwili wako, akishaingia, anafikia sasa kile kitu ambacho amepata pale anaachilia katika mwili. Bwana Yesu asifiwe. Na ndipo tunapata kwamba mtu anaanza sasa kupakawa. Bwana Yesu asifiwe.
Maana ametolewa, ameenda katika the spiritual world. Amefanyiwa mambo yote ya maagano yale yote ambayo yamefanywa katika ile ulimwengu bila yeye kujua. Maana yeye amekufa, ana ile roho ya Mungu haifanyi kazi ndani yake. Iko lakini iko dormant. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wakati ambao iko inakuwa the advantage the devil to plant every evil things katika maisha ya mwanadamu. Hallelujah. Sasa unapata kwamba hiyo nafsi, hiyo fursa akishaichukua na ana uwezo sasa ya kuchukua ile nafsi yako, maana haina protection, haina uwezo wa nguvu. Roho wako sasa ana uwezo ya kuprotect ile nafsi yako. Hallelujah. But because God is the mediator, so anakuwa the mediator between the devil and the body. Bwana Yesu asifiwe. Sasa anakuwa na uwezo sasa ya kuanza kupanda mambo mabaya katika nafsi yako. Hallelujah. Na akishapanda yale mabaya katika nafsi yako, wakati ambao sasa unaamuka, unakana kwamba unasema kwamba ilikuwa ni ndoto tu. Hallelujah. Maana wewe ulishakufa. In the spiritual world, hauna sense yote ya kusense kwamba kuna mambo mabaya ambayo yanafanyika katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu. Na mwanadamu aliumbwa ili akapate kupata kuishi by the spirit. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ikishakuwa kudisconnected another pattern, another system ya mwanadamu ili ukapate kufanikiwa na kuendelea katika maisha yako. Sasa wewe kwa mambo ya kawaida waona kwamba mambo yako yaenda vizuri, lakini unakufa pole pole. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa wakati kama huo, na niposa kwamba unapata kwamba kuna wale mapriest wake ambao ameinua, ambao wanamsaidia katika kutenda kazi. Maana kila madhabahu iko na kuhani wake. Bwana Yesu asifiwe. Kila madhabahu iko na kuhani wake. Iwe ni madhabahu ya kishetani ama madhabahu ya Mungu, kuna kuhani ambaye anatenda kazi katika ile madhabahu. Maana ni mahali pa uhai. Maana yeye ndiye anahakikisha kwamba ile uhai wa ule madhabahu hauzimiki. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unapata kwamba kwa wakati kama huo maovu yakaanza kuendelea. Maana katika maisha ya mwanadamu Shetani amepata nafasi, amemdisconnect from their maker. Akawa sasa hakuna uhusiano yote, hakuna chochote ambao inamconnect na Mungu. Ana uwezo sasa hata akiomba kiasi gani anafanya gymnastics prayer. Lakini hayo yote ya badala ya kapata capture the kingdom of God na capture the kingdom of Satan. Because prayer is for me. Hallelujah. Bwana Yesu. Maana hata wadivuisha wanaomba, they call upon their gods. Hallelujah. Muslims that pray, they call upon their gods. Hallelujah. And the Bible says that the moment ambao Shetani alichukua ule mamlaka na nguvu ambao Adamu alipewa, akawa the god of the world. Hallelujah. Akamtoa Adamu katika kiti menye alikuwa amekaa, akamweka chini. Na niposa hakuna siku ambao atakuruhusu upate kuinuka juu. Kila wakati anakukanyaga chini. Hallelujah. Anakuacha upate kusoma neno, lakini anakukataza kukaa katika ushirika wa wapendwa. Maana hao ndio wako na uwezo wa kukava wewe, kusaidia. Hallelujah. Anakuachilia na kuwa na uhusiano na mchungaji wako, lakini anakufanya unakosa heshima ya kumpatia. Maana jua tu heshima ambayo utampatia utapata blessing of God. Hallelujah. Sasa anakuacha kwamba unafanya mambo mengine, lakini kuna mahali ambapo system ambayo amepata ku create issue ambayo inakaa kama ya kiungu lakini si ya kiungu. Hallelujah. Unakaa miaka zote katika nyumba ya Mungu, unamwabudu, unafanya kila kitu. Lakini unapata kwamba kuna mahali ambapo amedivert ambao inapata badala ya Mungu na muhimu yeye. Bwana Yesu asifiwe. Life upon the altar. Hallelujah. And altar is a place of seriousness. Ni mahali pa kuwa serious. Hallelujah. Maana ni mahali pa uhai. Mahali ambao uhai unatoka. Mahali ambao unatengeneza jamii yako. Ni mahali ambao unatengeneza maisha yako ya usoni. Hallelujah. Ni nani ambaye amewahi kuingia mahali katika chumba ya wanawake ambao wanazalisha? Hallelujah. Hallelujah. Najua wamama wameingia pale. Bwana Yesu asifiwe. Ni nani ambaye umewahi kuona ameingia pale akaanza mchezo? Hallelujah. Kila mtu anakuwa serious na hali yake. Bwana Yesu. Na mahali pale hakuna mtu ambaye amevaa nguo, atakuwa uchi. Ile ambayo iko transparent. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Na unapata kwamba kila mtu ako na style yake ambayo anajua kwamba katika hii style italeta uhai katika ulimwengu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu ako na style yake. Na hakuna yule ambaye anaiga style ya mwingine.
Haleluya. Mwingine hata kifanya hakuna mwenye anachekelea mwingine. Maana hana uwezo, hakuna wakati ambao anafocus kwa mwingine. Maana hakuna yake. Haleluya. Inamsukuma ambao hata yeye anataka lete hiyo hai. Maana kuna hai hakuna msaa. Haleluya. Na nipoje napata kwamba the enemy takes the advantage kuleta msaa katika madhabahu ya Mungu. Haleluya. Na kisaleta hiyo madhabahu msaa katika madhabahu ana capture that altar. Na kisha capture that for every person ambaye atasimama katika that altar will empower the spirit that have stood upon that altar. Hallelujah. Bwana asifiwe. Ni nani, nimemuuliza swali, ni nani ambaye amewahi kuingia katika chumba cha uzalishaji akaona mwingine anajisugua kwa ukuta hivi na akaanza yeye pia kuchukua, maana yule anajisugua? Hapana. Kila mtu ako na style yake. Maana kila mtu anataka apate kuachia uhai. Mahali kuna uhai kila mtu ako serious. Hallelujah. Na unapata kwamba wakati ambao hiyo uhai umeanza, unaanza kwa madhabahu. Hallelujah. Mtoto akionekana, mama yake anakimbia ama kwa mganga ama kwa muombaji ama kwa priest ambaye atasimama na kuachilia ule, akiendelea pale anaachilia neno katika maisha yake. Ile kitu ambayo imekuongoza tangia utoto wako ni ile maneno ambayo walikuzungumzia kwako katika utotoni wako. Yamekita an altar. Hallelujah. Unapata kwamba yule ambayo ulienda kwake alikuwa ni kuhani yule ambaye ako muti. Hallelujah. Akispirit and speak the spirit in your life. Hallelujah. And that spirit releases life upon you. Hallelujah. Bwana asifiwe. Na nitajuaje madhabahu ambao unafanya kazi katika maisha? Hallelujah. Nitajuaje kwamba kuna madhabahu unafanya kazi kwa maisha yangu? Hallelujah. You will know an altar that works in your life by the consistency of the pattern that is upon your life. Hallelujah. Mambo ambayo yalifanyika kwa wazazi, yakafanyika walifanyika kwa mababu, yakafanyika kwa wazazi, nawe yanakufanyikia kwa maisha yako. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. No matter how you pray, no matter how you give your life, no matter whatever gymnasium you are doing upon the altar of God, the thing that matters is how you can disconnect yourself from that altar. Hallelujah. Kwa sababu ili apate kuinuliwa na maagano ambayo ilichukua damu, na hiyo damu inaachilia uhai katika ile madhabahu, inaifanya kuwa uhai ndani yako. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unapata kwamba katika kila kitu umejaribu, kama ufanisi umefanikiwa, lakini mwisho wake hayana mambo ya kuelezea. Hallelujah. Mambo yanafanyika kwa mwanzo vizuri kwa maisha yako, lakini for over sudden yanapata kupotea. Hallelujah. Ndoa unaanza vizuri, unaishi wakati huo ni mama na dada. Hallelujah. Lakini punde si punda napata yamepata kuisha. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Maana an altar is working upon your life. Ile elikukataza yule kukaa katika hiyo uhusiano, haiwezi kukuruhusu kukaa katika hiyo uhusiano. Itakubaliana upate wale ambao wanakuwa karibu na wewe, lakini hautaingia katika kitu ambacho inaitwa ndoa. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Walichukua kama jambo la kawaida kwamba eti hata naweza kukaa hivyo. Hauwezi. Hallelujah. Maana kuna jambo ambalo linafanya kazi kwa maisha yako. Hallelujah. Sasa andiko linasema kwamba uhai wa mwili uko katika damu, na damu ni mupeana kwa madhabahu. Hakuna madhabahu yote ambayo hufanya kazi pasipo damu. Hallelujah. Ndipo sasa wakati mwingine unapata kwamba hata ukikemea pepo, ikiwa sasa ikafika katika the point ambao they are losing their power, wanapata cry the need of blood. Hallelujah. Because it's the blood that empowers them. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wewe Mungu ambao uko ignorant, utafikiria wanataka kwa no, they need the blood. Maana wanajua kwamba they understand what gives the life to the altar. Hallelujah. They know they cannot work without blood upon the altar, because men are altars. Hallelujah.
Na ilipoja kwamba hawawezi wakakaa ndani ya mnyama. Wakikaa ndani ya mnyama ni njia tu ya kupata njia ya kukaa ndani ya mwanadamu. Maana akikaa ndani ya mwanadamu ndio anajua sasa ako na mamlaka juu ya mwana wake. Maana mwanadamu ni mfalme wa dunia. Haleluya. Haijalishi vile unono na ukubwa wa ule wa ndovu, lakini mwanadamu hata akiwa mdogo kiasi gani hakuna uwezo juu ya huyo. Bwana Yesu asifiwe. Niliposa mara mingi nasema kwamba mimi niko na miaka mingi. Haleluya. Katika uzoefu niko na uzoefu. Haleluya. Katika ulimwengu wa roho ninajua. Haleluya. Kwa kidogo ambao Mungu amenipatia neema. Lakini na serve under my son. I call him my son. Haleluya. Lakini akikaa katika mahali hapa I call him my dad. Haleluya. Katika ulimwengu wa kawaida wanasema kwamba mzee akipiga magoti na mtoto akamwekelea mkono anamlaani huyo mtoto. Haleluya. Lakini in the world of the spiritual world unapiga magoti juu ya mtoto maana unajua kwamba the Lord is in that body. Haleluya. Inapaswa. Bwana Yesu asifiwe. So I give him more respect. Maana ako juu yangu, maana mamlaka wote amepewa juu yangu. Haleluya. Amen. Nikitaka ili nikapate kuendelea mpaka nipatie honor. Haleluya. Nipate mheshimiwa. Haleluya. Nikihitaji baraka zote ambazo nahitaji ya kiasi takuja niweke mkono. Haleluya. Na kitaka advice nakuja ni my advice. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo ndio mambo ya kiroho huendelea. Lakini kwa sababu ya Wakristo we are ignorant and careless. Sasa tunapata katika hali ambayo tunatafuta yule ambaye ametulaani na sisi tunajilani. Because we disrespect the altar of God. Bwana Yesu asifiwe. Sasa andike nasema kwamba mwanadamu akaishi maisha ya upweke na maisha ya kukosa uwepo wa Mungu ndani ya maisha yao, wakaishi maisha ya kukufa. Kila kitu ambacho ameshika kimakufa. Hallelujah. So the devil then created another system, another pattern ambao wanaelekeza katika uganga. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Anakuelekeza katika uganga, anapatia the unfriendly friend ambao anakuondoa, anakuchukua katika uganga ama katika nyingine anakupeleka katika wale ambao wanatumia the spirit ambao inaitwa the familiar spirits. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hizi ni maroho ambazo zinafanya kazi kama Mungu, kama ya Mungu lakini sio ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wanaweza kuambia kila kitu ambao umefanya na kila kitu ambao maisha yako yote wanaweza kuambia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hakuna msaada wanaweza kusaidia. Maana hawana hiyo uwezo. Bwana Yesu asifiwe. Wako na uwezo ya kukwambia kila jambo ambao wanaweza kukwambia. Mambo yote tangia utotoni mpaka tangia wazazi wako, wababu wako. Maana ni maroho ambao wanaitwa the familiar spirit. They know, they understand, they have mastered your family and wanajua kila kitu kwa familia yako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe wakiwaambia ukienda pale, wakaambia wanaanza kuambia babu yako alikuwa babu yako akakuwa, baba yako akakuwa na vile mama wazazi wako wamekuwa. Na sasa vile wewe uko mpaka unasema kwa hakika Mungu amenizungumzia. Asha. Haleluya. Wanafanya kazi kama roho ya Mungu lakini hakuna Mungu ndani yao. Bwana Yesu asifiwe. So that's a pattern and the system ambayo imekuwa created by the devil. Hallelujah. Maana hizo ni ujanja wake ambao anapata kuinua. Na ameinua hiyo ujanja mpaka akapata washirika wengi ambao wanafurahia kuambiwa mambo yako. Kama wewe unaambiwa unafurahia wakati unaambiwa mambo yako bila suluhisho, hiyo pole kwako. Hallelujah. Amen. Na kwambia pole. Bwana Yesu. Maana ujui Mungu ambao unamtumikia. Hallelujah. Sasa andike nasema kwamba mwanadamu akaishi katika hiyo hali. Mungu akaanza sasa kucreate another system ambao ya kuleta mkombozi ambao atakayemkomboa mwanadamu akimrejesha katika mamlaka ambao alikuwa nao pale awali. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa andike nasema kwamba Mungu maana yeye ni wa rehema na Mungu analiheshimu neno lake. Na andike nasema kwamba Mungu akuna uwezo yote ya kunena jambo lifanyike na linafanyika. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akuna uwezo wa kusema kwamba Morris okoka, umeokoka. Na unaokoka. Haleluya. Lakini ni Mungu ambaye anaheshimu patterns. Haleluya. Anaheshimu neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni damu, wokovu wa mwanadamu inapitia damu ambayo imemwagika. Maana is the blood that speaketh. Hallelujah.
Damu inanena, uko na uwezo wa kunena. Na vile hiyo damu imenena, ndivyo Mungu anaheshimu ile sauti ya hiyo damu. Bwana Yesu asifiwe. Kama mganga ama kama the unfriendly friend alichukua kuku akapeleka kwa mganga, na yule mganga maana understand the power of the altar, na anajua kwamba ni damu ndiye inahitajika, na akaichukua, na ile damu ya ile nini, alipochukua akaanza kuzungumza jina yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kuzungumza jina yako, na anafanya sarakasi zake, na akizazifanya wewe uko mbali. Na kwa sababu ile damu ambayo inazungumza inalia pale, inaanza kulia, itakufuata kila popote hapo uko. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo damu ikikufuata popote ambao uko, itahakikisha kila kitu ambayo ilinenewa pale inapata kutimilika ndani yako. Maana wakati walinenea, waliita nafsi yako pale, wakainenea wakizungumza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. For instance, imechukua jina la Morris. Haleluya. Bwana Yesu, maana anajua Morris atanipiga. Haleluya. Sasa nikichukua jina la Morris, nikae nayo kwa madhabahu mbele ya kuhani ambaye anawajibika katika uno madhabahu, nianze kusema Morris, kwa ile damu ya Yesu Kristo utafanikiwa, utaendelea. Yale nafsi yake ndio nimeichukua na izungumzia. Haleluya. Maana nikisha chukua ile nafsi, yale maneno ambayo nitapata kuizungumza yanajengeka katika ile nafsi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nikaa wakati ambao nitaanza kutoka, nimeyafanya kama upumbavu, lakini ile nafsi nikisha kutoka katika ile madhabahu, ile damu ambayo iko pale inaachilia uhai ya ile maneno ambayo nimezungumza, inaweka rubber stamp kwa ya milele ndani ya maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unapata kwamba kila generation yake Morris wanakuwa on the alignment na ile altar ambayo ilikuwa raised by the name of Morris. Haleluya. Maana yanakuwa yakafuatilia jina lake, maana jina yake haijakuna siku ambayo imeweza kufa, bado liko hai. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jina alikufi, maana damu iko na uhai, inaachilia uhai ndani kwa ile jina. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unapata kwamba ndiposa yale maagano ambao mababu zetu walipata kuingia, wakiambia miungu zao kwamba tunakubaliana kupata kuwewe kukuinamia, lakini tunaomba kwamba njia zetu zikapate kufanikiwa, ama mvua ikapate kunyesha katika eneo zetu, lakini watoto wetu wote watainamia wewe. Na ule ndio damu ya mnyama ambao tumemwaga, ambayo itakuwa kama kumbukumbu ikipata kuachilia, kuhakikisha kwamba kila kitu ambayo tumezungumza hapa imetimilika katika kila kizazi mpaka kizazi. Haleluya. Kama ilikuwa ni kwamba mabinti zetu wote hakuna hata mmoja atakayekaa katika ndoa, hatufanye nini hatutaka. Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna damu ambayo kuna umoja, uhusiano, ule ushirikiano yako na ile madhabahu. Haleluya. Through the blood. Bwana Yesu asifiwe. Maana ile damu bado inadai, ile damu bado inazungumza. Na niposa katika the realm of the spirit, kile kitu ambacho unaweza kutumia kununua kitu katika ulimwengu wa roho ni damu. Vile katika ulimwengu wa kawaida hauwezi ukaishi bila pesa. Pasipo pesa huwezi kukula, pasipo pesa huwezi kuvaa nguo, pasipo pesa hata nyumba utakuwa na nyumba. Niposa hivyo katika ulimwengu wa roho, pasipo na damu hakuna vile unaweza capture the wonder of the spirit. Hallelujah. Maana hiyo damu ndio inayopatia uwezo wa kupata kutawala na kumiliki ulimwengu wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Do you know my as a blood, even your spirit cannot be in your body. Hallelujah. Hiyo roho ambayo Mungu, pumzi ya Mungu ambayo iko ndani yako, wacha nikwambie jambo. Hiyo roho ambayo unaona ndani yako, ambayo unasema kwamba kuna uwezo wa kukaa ndani yako, kuna uwezo wa kufanya jambo lolote, pasipo damu ambayo inakimbia katika mwili haiwezi kukaa. Hallelujah. Nilipoona sigari the system ambayo na raise ni kuashiria magonjwa ambayo inafanya mwili wako inadhoofika, kiasi akishadhoofika sana roho inaona kwamba sasa ule mwili imeshadhoofika sana ambao siwezi kukaa ndani yake, inadhoofika. Haleluya. Na roho ikishatoka nafsi inaitaka. Haleluya. Maana roho ndiyo inafanya nafsi inapata kukaa pale. Maana ndivyo inasema kwamba wakati alipomweka roho, alipoweka pumba mwili akaweka roho mwanadamu ndani, hakukuwa ana uwezo wa kutembea mpaka alipopumzia pumzi ya uhai ambao ni spirit. Bwana Yesu asifiwe. Sasa spirit hiyo hata nafsi ikikaa hawezi kukaa, hata hawezi kuingia. Haleluya. Maana kuna uhai ndani yako. Bwana Yesu asifiwe.
Sasa hiyo ndio uhai ambao unapata kwamba the devil disconnected. Uhai wa Mungu ndani yako. Sasa Adamu akawa kwamba waweza tembea, waweza fanya kazi, waweza fanya chochote, lakini the presence of God haiko ndani yako. Hallelujah. You are dead. Umekufa. Hallelujah. Umekufa. Acha nikwambie. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ndipo Yesu alipokuja, alikuja kuleta uhai. Ndipo anasema kwamba na yule ambaye atakayeila mwili wangu na kunywa damu yangu atakuwa mwenye. Bwana Yesu asifiwe. Sasa yeye anakuja kurejesha mwanadamu katika hali yake ya umiliki, hali yake ya kupata kuumbaji, hali yake ya kucommand, hali yake ambapo sasa anakuwa communicate with the world, the kingdom of God. Hallelujah. Sasa anakuja sasa kuleta uhusiano, ile the relationship ambayo the devil alipata kudisconnect, akapata kupanda mambo yake ndani ya maisha ya mwanadamu. Hallelujah. Tazama yule mwanadamu asiye na uwepo wa Mungu na roho wa Mungu ndani yake, utamjua na behavior zake. Ndipo Yesu akasema kama unamjua na matunda yao anazalisha. Hallelujah. Maana ana behave kama mnyama. Hata akizungumza hajali, ako careless maisha yake. Hallelujah. Hataki kujua kama kuna Mungu. Bwana Yesu. Wewe nikwambia, punda hajui kuna Mungu. Hallelujah. Wewe maisha yake iko tu hivyo careless. Hivyo ndio mtu ambaye hana uwepo wa Mungu ndani ya maisha yake. Anaweza kuzungumza bila anataka. Anafanya chochote ambacho anataka. Maana ako under the control of the king of this world. Hallelujah. Ako under the control of the devil. Hallelujah. Ndipo anaweza fanya chochote. Na ndipo sasa nikimalizia, Yesu akakuja ni the system, another system. Akasema kwamba na yule ambaye atakayeila mwili wangu na kuinywa damu yangu atakaa ndani yangu nami nitakaa ndani yake. Hallelujah. Ni kumaanisha kwamba yeye amekuja kuleta uhai ndani ya kile kitu ambacho kilikufa. Hallelujah. Amekuja kuleta relationship ile ambayo ilipata kukatizwa yako katikati yako na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amekuja to raise another altar, because bringing the altar down is by raising another altar. Hallelujah. Amen. Anapenda kuishusha chini na kuila madhabahu ambayo iko na nguvu ndani yako. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Na ile madhabahu ambayo atakayoinua ili ikapate nguvu, itategemea ule ushirika ambao utakozidi kujenga katikati yako na wapendwa wa Mungu. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unapata kwamba yeye anasema kwamba ukikaa ndani yangu, neno langu likikaa ndani yako, nawe ukae ndani yangu, na ukapata kumwomba Mungu Baba umuulizie chochote ambacho unahitaji, naye ataitekeleza. Hallelujah. Kwa nini anaifanya? Maana akikutazama anaona mwanawe. Hallelujah. Maana akikutazama anaona Kristo ndani yako. Akiangalia maisha yako sasa, si maisha yako tena, bali Kristo ndio anaishi ndani yako. Hallelujah. Ni kumaanisha kwamba kile matendo yako ya kale yanapata kukufa, maana sasa unajenga uhusiano mpya ndani yako. Hallelujah. Kama ilikuwa ni matendo yako ya kumkana Mungu, sasa matendo yako inakuwa ya kuvutia uwepo wa Mungu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Na mahali ambapo pana uwepo wa Mungu hakuna roho ambayo inaweza kumiliki mahali pale. Maana Mungu ni moto mlao. Hallelujah. Mapepo yana uhusiano ndani yako. Maana bado wakikuangalia wanaona mambo ambayo yako ndani yako bado yanawavutia. Bado uhusiano, kuna uhusiano ndani yako ambao bado yanapata kuwavuta wapate kukuchia. Hallelujah. Mganga bado akona uwezo ya kukamata maisha yako, bado kuna mambo ambao bado yana attract the kingdom of darkness katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Yesu amesema vizuri, akisema kwamba na ukila mwili wangu na kuinywa damu yangu, ni kumaanisha kwamba sasa uko ndani yangu nami niko ndani yako. Vile nilivyo ndani ya Baba na vile Baba alivyo ndani yangu, ndivyo mimi pia niko ndani yake. Hallelujah. Ni kumaanisha kwamba kila kitu yeye aliyotenda alifanya mapenzi yake Mungu Baba. Hallelujah. Na wale sasa inakumaanisha kwamba wewe sasa yale yote ambao unapaswa kuyafanya yawe ni katika mapenzi yake Kristo Yesu. Hallelujah. Sasa si wewe ambao unaishi tena, sasa inakuwa ni Kristo Yesu ndio anaishi ndani yako. Na maandiko yanasema kwamba Kristo Yesu ukikaa ndani yake, na yeye sasa neno lake likikaa ndani yako, na yeye sasa ukae ndani yake, sasa chochote ambao kila kitu ambayo inataka Kristo Yesu. Haleluya. Ni nani aliye na uwezo wa kupigana na Kristo Yesu? Haleluya. Kama shetani mwenyewe hakuweza,
ni nani ambaye ataweza? Haleluya. Ni kuhani gani ambaye ataweza? Sasa wewe jambo lako ni kwamba una master the relationship yako pamoja na Mungu. Na ile relationship yako na Mungu itazidi kujenga nguvu ndani yako. Empowering your spirit ambaye itapata kupatia nguvu ya kustand wakati ambao adui ameinuka. Haleluya. Maandiko yanasema kwamba na mkavae silaha zote za Mungu ili mkapate kupinga ila zote za yule mwovu. Na Paulo anaendelea kusema kwamba na kisha kuyavaa sasa simama. Haleluya. Bwana asifiwe. Na Mungu anamwambia Musa kwamba na sasa simama na ukaone wokovu wa Mungu. Hakumwambia pigana. Bwana asifiwe. We fight because we are weak. Hallelujah. We struggle in life because the presence of God is weak in us. Hallelujah. Our relationship with God is weak. Hallelujah. Na kila kitu ambacho adui anafanya kwanza ni kumaanisha kuhakikisha kwamba uhusiano wako na Mungu unadhoofika. Hallelujah. Na hiyo ni kitu ambacho anafanya actually pole pole tu. Unajipata katika wakati ambapo sasa hauwezi hata kwenda kwa hiyo ushirika. Bwana asifiwe. Hauwezi kwenda kushirika. Na wakati ambao anakutoa katika ushirika anakuweka peke yako. Bwana asifiwe. Na akishakuweka akianza sasa kuijenga, anaijenga katika kiwango ambao hata wewe ukikuja katika hiyo ushirika unaanza kuona makosa. Bwana asifiwe. Na hiyo makosa utayakosa. Utayaona hata kwa kuwani wako. Utayaona hiyo makosa. Na ukishayaona hiyo makosa anaget another environment ambao anakupatia wale ambao marafiki ambao wanakaa kama wewe, ambao watareason kama wewe, ambao sasa mkishakaa pamoja mnapenda kuyazungumzia ile makosa na mwingine anasema hata kumbe hata wewe uliyaona. Niliyaona. Haleluya. Bwana asifiwe. Na sasa katika hiyo inakuwa kama sasa mna create another ushirika out of the ushirika. Haleluya. Na baada sababu you all reason pamoja. Yani mawazo yote sijui niwekaje. Haleluya. Sitaki kusema upumbavu. Haleluya. Lakini nasema kwamba ameweka katika ile hali ambayo kila nyinyi wote mkaanda one spirit. Haleluya. Sasa hiyo one spirit ego yake ni kwamba I disconnect that connection from the cover ambayo amewakava. Ile ambao amecreate ndani yako na kwa kuona ile makosa na kukaa katika ile ushirika ambao haifai. Sasa anakuondoa pale unaanza kukaa peke yako. Bwana asifiwe. Na ukisha kaa peke yako, sasa anaanza kuwa na wakati ambao sasa ya kutengeneza ile shamba ambao ni nafsi yako. Anaanza kupanda mambo ambao ni machafu ndani yako. Na akishapata mambo machafu ndani yako, sasa maisha yako inakuwa sasa haiwezi hata kuzungumziwa tena. Bwana Yesu asifiwe. Sasa jambo la kwanza ni kwamba umaster ushirika wako pamoja na Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili uhakikishe kwamba damu ya Yesu, madhabahu ya Mungu inafuata nguvu kila wakati. Wewe ukisimama kama kuhani wa nyumba yako kwa kuomba. Haleluya. Maombi ndiyo moto ambayo inafanya madhabahu ya Mungu inazidi kuwa active katika maisha yako. Haleluya. Maombi ndio silaha ambayo inafanya hata damu ya Yesu Kristo inazidi kupata nguvu katika hiyo madhabahu. Haleluya. Bila maombi utazimia. Bila kukaa katika ushirika wa wapendwa utazimia. Pasipo kukaa na neno la Mungu likabadi kuishi ndani yako kwa wingi au utakuwa na silaha ya kutumia. But the word of God ndio silaha. Ndio wakati ambao ukisimama katika ushirika, umaster the ushirika na obedience yako juu ya ule kuhani ambao Mungu ameweka mbele zako, utazidi kuona ushindi katika maisha yako. Hauwezi ukapata victory by running from the truth. You get the victory by knowing the truth. And knowing the truth, utakaa chini kwa kufundishwa. Na utakaa chini juu mbele ya kuhani akufundishe mausia za Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunaangamia kwa sababu ya mambo ambayo tunayasikia. Tunaangamia kwa sababu ya mafundisho ambayo tunayapata. Maana ile mafundisho yanapewa ni mafundisho ya wewe nipatie. Maana kama nataka kitu kwako nitakupatia maneno ambayo yatapata kustimulate you kunipatia ile kitu ambacho nataka. Haleluya. Lakini hayatakusaidia. Hadi upate jambo ambalo litakusaidia kwa maisha yako. Haleluya. Ambaye itasaidia hata jamii yako, maisha yani familia yako ambayo inakuja kwa usoni. Haleluya. Minus the word of God, hakuna jambo ambalo tutakuwa creative katika maisha yako. Haleluya. Maandiko yanasema kwamba Mungu akamwambia Adamu kwamba zungumza, exercise the authority that I've given upon your life. Haleluya. Nimesema kwamba an altar is a place of life and men are altars. Haleluya. The life
of your children, your family, depends on you. The decision that you make today will determine what will come upon your life, your family in future. Hallelujah. Sio wakati wa usoni upande kukaa. Ni nani aliwaroga watoto wangu? Sio mkali, ni wewe ndio unafaa utumikie, usimame kama kuhani wa nyumba yako kwa madhabahu ya Mungu. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Una align yourself by the altar of the man of God that's above you. Bwana Yesu asifiwe. Utamaster ushindi kwa maisha yako. Ndio wakati ambao mganga atauliza kwamba na huyu alienda kwa mganga gani. Ndio wakati ambao watasema kwamba ni huyu anatumia uchawi gani. Hallelujah. Man are a master obedience. Hallelujah. Na the word of God ilikuwa ndani yake. Na akapata kukaa katika mahali pa maombi na obedience upon the altar ambayo iko mbele yake. Hallelujah. Stand on your feet. Kwa jina la Yesu Kristo. Nimesema jambo ambapo ninarudia. Ni nani ambaye wewe